Kwa majina naitwa Mjalifu Kezirabi Manyasi, mwenyekiti wa madereva wa daladala makondakta mkoa wa Mwanza. Kwa hali ilivyo ya usafirishaji kiujumla, hali inaendelea kuwa nzuri, watu wanaendelea kupata huduma kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, lakini kiujumla kwa wale wanaotoa huduma hali yao kiuchumi ni mbaya. Yaani watu wanatoka na shilingi 2000, watu wanatoka na shilingi 1000, watu wanatoka hawana kila kitu. Kwa hiyo sisi kwa rai yetu ni kwamba mamlaka, kwa sababu ilitoa ndani ya siku 14, sisi tuendelea kuisisitiza kwamba na kutoa rai yetu kwao ili jambo hilo walifanye kwa uharaka ili huduma ziendelee, kwa sababu kadri siku zinapozidi kuwa zinaenda ndio gari zinapozidi kupungua barabarani, kwa sababu watu hawatoki na kila. Kwa hiyo tuiombe mamlaka ziendelee kuangalia siku 14 zikifika, angalau kwenye hizo siku 14 kiwepo cha kuongezeka ili kifikie moyo na huduma iendelee kuwa salama. Pengine kama viongozi mmekuwa pengine mkipata malalamiko kutoka kwa madereva juu ya hiki ambacho kinaendelea, na pengine ni malalamiko yapi? Malalamiko tunayapata ni mengi sana, hususan siku ya jana ya tarehe 12 kuamkia leo tarehe 13 ilikuwa ni kwamba watu wasitoe huduma kwa sababu hizo kwamba tulikuishirikiza mamlaka ili iweze kupandisha nauli kutokana na hali ya mafuta hiyo. Lakini tumejitahidi kwa kadri tunavyoweza kuhakikisha huduma inaendelea kuwepo, tuwe na subira kama serikali ilivyoahidi ndani ya siku 14. Kwa hiyo tunaamini ndani ya siku 14 zilizoahidiwa zimeshapungua, zimebakia siku chache. Tuendelee kuwa vumilivu kama tulivyokuwa mvumilivu toka mafuta yalipopanda mpaka leo. Kwa upande wa wamiliki kwa jumla, tumejaribu kuongea na viongozi wa wamiliki kwamba wajaribu kuongea na wamiliki wenzao kwa kipindi hichi ambacho ni kigumu, ili kisiwe tu kwamba ni cha madereva ndio wanaweza kupata hasara, ili sasa hii hasara tuweze kuigawana wote kwa pamoja, angalau basi watu waweze kupata chochote, kupunguza hesabu. Aliyekuwa anapeleka hesabu ya laki waone namna ya kupunguza, aliyekuwa anapeleka 90 aone namna ya kupunguza, na wengine wa namna hiyo kwa viwango tofauti, lengo likiwa tu ni kuivuka kwenye hiki kipindi ambacho tumekuwa nacho cha mpito kuelekea kwenye nauli ambayo inaweza kawa ni ongezeko ambalo linaweza likaendelea kuwa ni sehemu ya kipato chetu kati ya madereva lakini pia na wamiliki. Kwa upande wa wananchi na wenyewe, kwa kweli nitoe wito tu kwamba kwa kipindi hiki ni kigumu, wazingatie kutoa nauli halali, tuachane na zile nauli za mazoea ni na shilingi 500 hapo. Hali tulionayo ni ngumu, tunapoendelea kufanya hivyo tunazidi kuziondoa gari barabarani na huduma inaendelea kuwa ngumu. Ikishakuwa ngumu, manake hata ile uliokuwa nayo shilingi 500 au shilingi 600 hautopata pa kupanda, kwa sababu tayari huduma itakayobaki itabaki ya bajaji na bodaboda na kwa kutembea kwa miguu. Sasa tukiendelea kutoa nauli iliyo halali itatupelekea kuendelea hizi huduma kuendelea kuwepo kwenye kipindi kijacho.